Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wasahbihi amma ba'd. Mtazamaji mpendwa wa channel yetu Kauthar TV 24 hours, hapa tuko pambizoni mwa msikiti Jamia Kwale, na safari hii imetoka pale Likoni kama tulivyosema dakika za nyuma kwamba ni moja kwa moja tunaelekea Mbita katika eneo bunge la Kinango. Hatuendi kufanya biashara ya mifugo wala nguo wala mashamba, bali ni kupeleka ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala na mafundisho ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hapa niko na ndugu zangu, huyu ni muadhini wa Kwale, usimwona amevaa t-shirt na kanzu nzuri sana au Sheikh. Naam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Labda unamtambua vipi ndugu yako Abu Hassanat katika muda mchache ambao kwamba umekuwa naye? Kwa muda mchache ama kwa siku sio chache. Ndio. Tuko naye hapa kama Sheikh wetu wa dawa, yakitubia na akituletea dawa ya kila Jumanne, kwa kuwa amepotea. Hii alikuwa akituletea ilmu jin wa shayatini, atufundisha kutosha, alhamdulillah. Mashallah. Hapa katika msikiti huu wa Kwale ambao kwamba ndio msikiti mkubwa katika Kwale County, hapa tulikuwa na darsa la alamul jin wa shaitan takriban miongo 5 mpaka 6, tukihamasishana kukumbushana yale yanofungamana na ulimwengu wa majini na shaitani ala dhawil kitabu wa sunna, na yote haya kwa tunadondoa kwenye Qur'ani na mafundisho ya Mtume, kuonyesha Waislamu na jamii kwa jumla kwamba wao inawatosha tauhid al-khalis, kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kwa hiyo huyu ni mwadhini wetu katika msikiti huu, mashallah, Mwenyezi Mungu apatie umri, na hawa ni katika wale watu bora ambao Mwenyezi Mungu amewataja, man ahsanu qawla mimman daa ila Allah wa amila salihan wa qala inani min almuslimin. Aya hii kwanza imeshuka kwa ajili ya muadhini. Muadhini ni mtu muhimu sana katika dunia, shona, na ana thawabu nyingi sana katika ulimwengu huu, na kesho akhera Mwenyezi Mungu atakwenda kuitorosha ifigo hii. Msione mmejaa ifigo, itakwenda kafuto kidogo hii pale kwenye jamu ya watu, ili anaangalia hata hakuna msongamano utakaompata. Kwa inshallah Mwenyezi Mungu akubariki na ubaki kwenye amali yako ya adhani mpaka mwisho wa pumzi yako. Wala dunia isikudanganya, maana msikitini kila siku usipata pesa, utapata akhera inshallah. Inshallah. Na niko na ndugu yangu hapa Beyawa. Sheikh, unaitwa Beyawa ama kuna jina lingine la Kiislamu? Sababu Beyawa la kinyumbani. Kwa majina unaitwa nani ndugu yangu? Naitwa Suleiman Abdallah Beyawa. Suleiman Abdullah Beyawa. Nafikiri safari hii nimekutoa shambani Sheikh. Naam. Naam. Time zako ulikuwa bado. Mimi nilikuwa tarajia time zako ni baada ya asiri huko ama saa 12 ndio time zenu, lakini leo asubuhi mapema ungesema chapige hii namba. Kumbe mwenyewe yuko shambani. Na hakusema acha nimalize pale pangu, amesimamisha kazi zake mara moja kujitayarisha, na hapa ndio mwelekezi wetu wa barabara kuelekea Mbita. Kusudio ni kwenda kukumbushana risala za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Labda naambia nini watazamaji wetu katika amalia kama hii na ibada kama hii adhimu ya dawa? Mimi tu ningependa kusema kwamba katika hii amali ya dawa ni amali kubwa na ni amali ambayo ni muhimu sana, kwa sababu hii dini bila kukumbushana basi inazorota. Kwa hivyo hii ni kusema kwamba hii ni amali ambayo ni amali kubwa na imetoka kwa Mwenyezi Mungu, maana Mwenyezi Mungu ndiye ametuhimiza Waislamu tufanye hivyo. Na Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam akatuhimiza kwamba tufanye hivyo. Aliposema Mwenyezi Mungu kwamba nifikisheni angalau ni aya moja. Na hiyo ndio tutaifuata sisi, kufikisha wenzetu ambao hawajazipata hizo aya na ambao pia wako nazo lakini usahau kupo binadamu. Kwa hivyo mimi nasema kwamba jambo hili ni jambo ambalo linafaa tuliendeleze kwa kadiri ya uwezo wetu, mwenye mali, mwenye nafsi na kila kitu. Basi hii dini yatakana tupiganie kwa kila hali. Kwa hiyo machache nasema asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fik. Allah kujalia afya njema Sheikh wangu, na uzidi kupigania dini yako. Shaona, unajua hata kama wewe si mzungumzaji, lakini kuwepo pale tu tunasema hapa tuko na mzee wetu, tuko na ndugu yetu, ile dawa inapata nguvu.
inshallah. Naam, alafu mtazamaji tena mpendwa, tukimalizia mazungumzo haya, niko na ndugu yangu hapa. Ukimwona Abu Hassanat tuseme ni mzee, mimi si mzee kabisa. Hii ni sura ya kuchoka kwa sababu majukumu majukumu imekuwa mingi ya umma, majukumu ya family. Sasa unasema mimi ni mzee, mimi ni kijana mdogo sana. Huyu ndio mkubwa wangu, first born wetu kutoka mama. Shona sasa akiangaliwa yeye ni kijana, mimi ni mzee, lakini mimi si mzee shekhi wangu, tafadhali. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa barakatuh. Kwanza nitoa shukrani zangu kwa Mwenyezi Mungu aliyetuwezesha kutufikisha hapa, na kulingana na ile mikakati inayopangwa na ndugu yangu mdogo wangu Abu Hassanat Zane, kulingana na dawa hii tunayoendeleza kuitambulisha dini ya Allah na kuwajulisha wale wenzetu walio nyuma kidogo, ili kuwafikishia huu ujumbe. Mwenyezi Mungu atutangulie, atulinde, tujalie na afya, atufikisha salama mahali tunaenda. Tunaelekea eneo bunge la Kinango, sehemu ya Mbita, kuwajulisha wale wenzetu kule nao kupata hii dini kidogo, nao kidogo wafunguke, watusukume mbele kulingana na jukumu hili tulilonalo la dawa inshallah. Barakallahu fik. Kwa hiyo inshallah, mtazamaji mpendwa, usimwone Abu Hassanat amezeeka. Mimi si mzee. Majukumu ya dawa na uchumi tunazeeka kabla ya masiku, lakini tuko ngangari. Tuko ngangari. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.